Tangu tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 2026 na mpaka leo tunapozungumza tarehe 7 na tarehe nyingine ambazo zinafuata, wewe ni miongoni mwa watu ambao wamesikia taarifa. Taarifa nyingine yawezekana ulikuwa unazisikia wakati tayari umeshaamka. Taarifa nyingine ilikuwa ni kazi yangu mimi, na mpaka kesho itakuwa ni kazi yangu mimi kutafuta taarifa za wakati wewe umelala. Yani yale ambayo yametokea wakati wewe ukiwa umelala. Sasa kumekuwa na ripoti nyingi sana zinazohusiana na kila ambacho kinafanywa na Marekani pamoja na Israel, hasa pale Iran. Na kinachofanywa si kitendo cha kiungwana, ni kitendo ambacho kinalalamikiwa na watu wengi sana. Lakini kwa bahati mbaya, mtu anayefanya kitendo hicho ambacho kinaitwa ni kitendo sio cha kiungwana ni mtu ambaye kajinasibisha ulimwenguni kwamba yeye ni father of all nation. Yani yeye ni baba wa mataifa yote duniani. Na ili kuonesha hilo, ana kila aina ya mzizi kwenye kila taifa duniani. Sasa wewe najua umepokea taarifa nyingi sana ambazo zinahusiana na uwekezaji wa Marekani kwenye mataifa yaliyopo katika ile tunaita Gulf au ukanda wa Guba. Na inawezekana umepokea taarifa nyingi sana zinazohusiana na Marekani ana kitu kinaitwa military base kwenye mataifa mbalimbali yaliyopo Mashariki ya Kati. Sasa ndugu yenu kama kawaida, naitwa Baba Kisinipite. Nikasema leo kwa nini tusipige story kidogo niwaambie ili muwe mnaelewa tunapozungumzia kambi za kijeshi za Marekani zilizopo Mashariki ya Kati. Kwa kifupi ni hivi: mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran yasingewezekana bila kuwepo kwa kambi za kijeshi za Marekani katika maeneo ya Falme za Ghuba. Yani huo ndio ukweli. Tunapigilia msumari hapa. Kambi hizi zimekuwa zikitumika kama nguzo muhimu, kwanza kwa ajili ya kusambaza pamoja na kuendesha uwezo wa kijeshi wa mashambulizi ya Marekani. Na uwepo wa kijeshi wa Marekani katika maeneo haya kwa muda mrefu umekuwa msingi muhimu wa mkakati wa sera ya Marekani. Kwa nini zinakuwepo? Lengo lake ni kuhakikisha usalama wa usambazaji wa mafuta duniani. Pili, kulinda washirika wake. Tatu, kuzuia vitisho vya kikanda ambavyo kwa mujibu wa Marekani na Israel vinatoka hasa katika taifa la Iran. Naomba mshikilie hapo hapo. Yani usiruhusu ubongo wako ukatikisika na kitu chochote kile, mtanielewa. Moja ya nguzo kubwa sana ya uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo hilo ni vikosi vya majini vinavyofahamika kama United States Fifth Fleet. Na operation hizi zimekuwa zikienea katika hiyo ghuba ya Persian, kwa maana ya Persian Gulf, lakini zimekuwa zikienea kwenye ule mlango wa bahari wa Hormuz, unafahamika kama Strait Hormuz, na maji ambayo yanazunguka maeneo hayo. Kwa hiyo kambi kubwa sasa za Marekani zipo katika mataifa ya Bahrain, Qatar, Kuwait, United Arab Emirates, mnaifahamu kama Dubai, Saudi Arabia pamoja na Oman. Na zinajumuisha makao makuu ya kijeshi, miundombinu muhimu ya kijeshi, vituo vya usambazaji wa vifaa vya kijeshi, viwanja vya ndege vya kijeshi pamoja na bandari za majini za kijeshi ambazo zipo chini ya Marekani. Sasa kabla ya kuanza kwa operation ambayo wameipa jina la Epic Fury dhidi ya Iran, Marekani walitarajia mashambulizi ya kulipiza kisasi. Kwa hivyo wakapunguza kwa kiasi kikubwa idadi ya wanajeshi na wafanyakazi wa msaada katika kambi hizo. Lakini kupelekwa kwa vikosi vya ziada vya mashambulizi na mifumo ya ulinzi ya makombora kumesababisha kuongezeka kwa uwepo mkubwa wa kijeshi wa Marekani katika maeneo hayo, ijapokuwa wamekutana na mziki mnene sana wa Iran. Sawa? Yani hapa naomba mnielewe vizuri sana. Natamani leo niwe kama mwalimu anayefundisha darasani. Marekani asingeweza kufanya mashambulizi yakaenda Iran, sijui Tehran, kama angekuwa anafanya mashambulizi ya moja kwa moja kutoka Marekani au ya moja kwa moja kutoka Israel peke yake. Badala yake akafanya mashambulizi ambayo yanatoka katika mataifa ambayo yapo karibu na taifa la Iran.
Na mataifa haya au maeneo ambayo yalikuwa yanatumika, nitawaambia, ukitazama ile ramani ya Iran utagundua kabisa kwamba Marekani walikuwa wanafanya mashambulizi kwa kuizunguka Iran. Kwa nini nasema hivyo? Nenda kaichukue Iran pale ilipo, itazame Iran pale ilipo, halafu nenda ukaangalie Iran imezungukwa na watu gani. Iran kwa upande wa Mashariki ya Kati ni kwamba ni yenyewe ni ipo kama kwenye kakisiwa fulani hivi, ambapo kwenye yako kakisiwa kuna mashambulizi ambayo ukitazama sijui Oman, ukitazama sijui Yemen, ukitazama Falme za Kiarabu, ukitazama hiyo Persian Gulf, ukitazama hiyo Gulf of Aden, utazame Kuwait, utazame Bahrain, utazame sijui Jordan, utazame Israel. Yani kwenye ramani Israel yuko mbali sana na Iran. Watu ambao wapo karibu na Iran ni wa Iraq, ni wa Jordan, ni wa Saudia, ni wa Kuwait, ni wa Bahrain, ni wa Qatar, ni wa UAE. Sasa kuna kitu kinaitwa Persian Gulf, hiyo guba ya Persian ambayo yenyewe ndio ipo karibu sana na hiyo Iran. Sasa Muisraeli yeye yuko mbali sana na Iran, lakini Muisraeli anatumika. Yani Muisraeli yeye anakuwa ni kama nini tuseme? Ni kama pilau. Sasa ili pilau liwe pilau huwa kuna vichocheo. Kuna vitu vingine ambavyo vinaifanya iwe pilau. Sijui utasikia nakwambia sijui hiliki, sijui mdalasini, sijui nini binzali, sijui yani matakataka mengi. Sasa hivyo vitakataka ndio hivyo sasa vi Saudi Arabia, vi Kuwait, vi Bahrain, vi Iraq na maeneo mengine. Sasa nataka leo niwafungue akili taratibu ili tuweze kuelewana vizuri. Sasa Marekani nimewambia wana vikosi vingi sana vya kijeshi. Na kikosi mojawapo ni kikosi cha 5 cha jeshi la majini la Marekani, ambapo kinafahamika kama United States Fifth Fleet, ambacho kilirudishwa tena mwaka 1995 baada ya operation ambayo ilifahamika kama Operation Desert Storm, ambayo ilifanywa dhidi ya utawala wa Saddam Hussein nchini Iraq. Kwa sababu Iraq na Iran ni washikaji, yani ni watu ambao wamepakana. Lakini Iraq na Israel ni watu ambao pia wamepakana. Kwa hiyo Marekani alitumia Israel vile vile kuipiga wapi? Kuipiga hiyo Iraq. Sasa baada ya operation hiyo ilionekana katika eneo hilo halitakuwa na utulivu tena kama ilivyokuwepo. Kwa hiyo jeshi la majini la Marekani walisema sasa tunatakiwa tuangalie namna gani kudumu katika eneo hilo ili kusaidia kile ambacho Wamarekani walisema wanalinda demokrasia pamoja na uhuru Mashariki ya Kati. Sasa kwa sasa kikosi hicho ambacho ni cha Marekani kinasimamia operation katika eneo la takriban mile za mraba milioni 2.5 kuanzia Ghuba ya Uajemi hadi sehemu kubwa ya Bahari ya Hindi. Wa Marekani ndio wanapawa katika eneo hilo. Makao makuu ya hicho kikosi yapo nchini Bahrain, katika kituo kikuu cha jeshi la majini la Marekani ambacho kipo mjini Manama, kinachojulikana kama Naval Support Activity Bahrain. Na kituo hicho kipo katika eneo la Jufail, kinachukua vitalu kadhaa vya jiji na kinajumuisha maghala, vituo vya mawasiliano na ujasusi, uwanja wa mchezo wa baseball na makazi ya wanajeshi wa Marekani. Na kituo hicho kimekuwa kikiratibu operation za kikosi cha 5 ikiwemo vikundi vya mashambulizi vya meli za kubeba ndege kama ile USS Abraham Lincoln, manowari za daraja la Araj Abarka class destroyer, lakini pia kimekuwa kikibeba manowari nyingine ambazo zinafanya kazi katika eneo la uwajibikaji wa kikosi hicho. Na hiki kikosi cha 5 pia kilishiriki katika operation iliyofahamika kama Operation Earnest Will ya mwaka 1987 na 1988 ambayo ililenga kuhakikisha usalama wa meli za mafuta, pamoja na Operation Praying Mantis ya mwaka 1988 iliyolenga mashambulizi dhidi ya majukwaa ya mafuta ya Iran katika Ghuba ya Uajemi. Lakini pia
kilishiriki katika vita vya Iraq mwaka 2003 na operation dhidi ya ICC na wapiganaji wa Houthi movement ya kule Yemen, na kwa sasa kikosi hicho kimehusika moja kwa moja katika operation Epic Fury dhidi ya Iran. Kwa hiyo mnaelewa kwa nini Iran ameipiga Kuwait. Mtaelewa ni kwamba Kuwait kupitia kikosi hicho ambacho nimewatajia kimehusika na chenyewe kwenye mashambulizi dhidi ya Iran. Twendeni Bahrain. Kule Bahrain kuna kikosi moja kinafahamika kama Naval Support Activity Bahrain. Hiki ni kituo kikuu cha jeshi la majini la Marekani nchini Bahrain na kinajulikana kama Naval Support Activity Bahrain, na mara nyingi kwenye ramani kimekuwa kikionyeshwa kwa jina la US Naval Base, ambapo Marekani ilikirithi kituo hicho kutoka kwa jeshi la majini la Uingereza mwaka 1971, na hii ilikuwa ni baada ya kurejeshwa kwa kikosi cha 5 mwaka 1995. Makao makuu yake yalikuwepo katika eneo hilo. Sio kama mnaelewa. Kando ya kituo hicho kuna kitovu cha usafirishaji na bandari kinachofahamika kama Khalifa bin Salman Port, ambacho kimepewa jina la aliyewahi kuwa waziri mkuu wa Bahrain, na kupitia bandari hiyo huwa zinapitishwa mizigo yote ya vikosi vya kikosi cha 5. Na kwa kawaida kituo hiki unaambiwa kina hifadhi, yani kina wanajeshi mpaka 8500 kukiwa na amani, lakini kutokana na operation za kijeshi zinazoendelea idadi imepunguzwa hadi kufikia wanajeshi 1000. Kwa hiyo wanajeshi kama 7000 na ngapi wameondolewa. Na kituo hiki pia kina hifadhi manowari na meli za kubeba ndege za Marekani, na kinalindwa na mifumo ya ulinzi wa anga pamoja na makombora ya Patriot Missile System. Lakini pia kina hifadhi moja ya vituo vikubwa vya mawasiliano ya anga za juu na ujasusi wa kielektroniki ambacho kililengwa usiku wa kwanza wa mapigano ya tarehe 28 Februari kwa makombora ya ballistic ya Iran pamoja na drone za kujitoa muhanga za Shahed. Nafikiri sasa mnanielewa kwa nini Iran anaishambulia ile Bahrain. Leo pia tunatoa somo na tunatoa majibu kwa wale ambao walikuwa wanajiuliza kwamba kwa nini Iran inashambulia mataifa ambayo wanasema ni mataifa rafiki na Marekani. Mnanielewa Naomba mnielewe. Lakini Marekani ukienda kule Qatar wana kitu kinaitwa Al Udeid Air Base. Mazee ni noma. Kituo cha anga cha Al Udeid Air Base kilijengwa Qatar mwaka 1996 kufuatia makubaliano ya ushirikiano wa ulinzi baada ya Operation Desert Storm. Na lengo kubwa unajua ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni kuhakikisha uwepo wa kudumu wa kijeshi wa Marekani katika eneo hilo ili kuzuia vitisho kutoka nchi jirani, na hapa ilikuwa inatajwa Iran. Marekani walianza kuitumia kituo hicho mwaka 2001 katika operation ambazo walizifanya Afghanistan mwaka 2002, na wakasaini makubaliano rasmi yaliyoruhusu jeshi la anga la Marekani kufanya operation zake pale. Na kituo hiki kilikuwa ni moja kati ya vituo muhimu katika kuratibu operation za anga za Marekani katika vita vya Afghanistan na wakati wa kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani mwaka 2021. Pia operation dhidi ya wapiganaji wa ICC na Houthi movement ambazo ziliendeshwa kutoka katika eneo hilo. Kwa sasa hiyo Al Udeid ni kituo kikubwa zaidi cha anga cha Marekani katika eneo hilo ambacho kina uwezo wa kuhifadhi hadi wanajeshi 100,000 wakati wa amani. Lakini kwa sasa ilipunguzwa hadi kikawa na wanajeshi 5,000 Februari 2026. Na kituo hicho kinaweza kikahudumia ndege kubwa za usafiri wa kijeshi za C-17 Globemaster 3, mabomu ya kimkakati ya B-52H inafahamika kama Stratofortress na B-1B Lenka, pamoja na ndege za kivita za F-22. Lakini pia kinaweza kikahifadhi ndege za Raptor na F-35 Lightning II. Pia kuna ndege za kujaza mafuta angani na droni za upelelezi kama RQ-4 pamoja na zile RQ-4 Global Hawk na MQ-9 Reaper. Hizi ni ndege za kivita za Marekani.
Kama haitoshi, hivi karibuni kituo hiki kimekabiliwa na mashambulizi kadhaa ya makombora na droni kutoka Iran. Picha za satellite zilionyesha uharibifu katika rada ya tahadhari ya mapema ya AN/FPS-132 rada iliyopo kaskazini mwa kituo hicho cha anga. Mnajua kwa nini Iran sasa alivamia Qatar? Mdogo mdogo tunaelewana. Hata kwa wale ambao pengine ni labda walikuwa wanawaza kwamba mbona kama Iran anafanya mashambulizi kwenye mataifa ambayo hayajaishambulia, mnaelewa kwamba huko kuna vikosi vya Marekani ambavyo vimetumika kwenye kufanya mashambulizi pale Iran. Twendeni Kuwait. Marekani katika taifa la Kuwait ana kituo moja kinaitwa Camp Arjan, Camp Buhering na Al Salem. Kambi za Marekani nchini Kuwait zilianzishwa baada ya hiyo Operation Desert Storm, wakati vikosi vya muungano vilipoiokoa nchi hiyo kutoka uvamizi wa Iraq. Yaani wa Kuwait walivamiwa na wa Iraq. Kwa hiyo vilipelekwa vikosi vya Marekani nilivyokutajia na vikaiokoa hiyo Kuwait kutoka katika mavamizi ya Iraq. Na vituo vitatu vikuu vya kijeshi vya Marekani ndo kama hilo niliyokuambia, hiyo Camp Al-Jan, Camp Buhering na Al Salem Air Base vimekuwa vikitumika kama vituo vya usafirishaji na usambazaji wa vifaa kwa vikosi vya Marekani katika eneo hilo na kusaidia operation za United States Central Command. Nyie mnaita ni kama CENTCOM. Na vituo hivi vilianzishwa kabla ya vita ya Iraq mwaka 2003 na vilichukua nafasi muhimu katika operation hiyo. Na kwenye maandalizi ya mashambulizi dhidi ya Iran, kambi za Marekani nchini Kuwait zimekuwa tena kama sehemu muhimu ya maandalizi hayo, huku zikihifadhi ndege za kivita kama F-16 Fighting Falcon na zile helikopta za AH-64 Apache. Na mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran dhidi ya Kuwait yalianza nayo tarehe 28 Februari 2026 wakati makombora na drone zilipolenga maeneo ya kijeshi nchini humo, ikiwemo makombora ya kisasa ya Fatah-110 pamoja na drone za Shahid-136 ambazo hizi ni za Iran. Mmeelewa kwa nini Iran ameishambulia hiyo Kuwait? Mdogo mdogo. Twendeni Umoja wa Falme za Kiarabu. Watu walisema sasa Falme za Kiarabu, mbona Marekani, mbona Mwirani, mbona Mwirani? Iko hivi. Kwenye Falme za Kiarabu, United Arab Emirates, jeshi la Marekani linatumia ile eneo la Al-Dhafra Air Base na eneo la Jebel Al-Port. Hiyo Al-Dhafra ipo takriban kilomita 32 kusini mwa Abu Dhabi na imekuwa ikitumiwa kwa pamoja na jeshi la anga la Marekani la UAE. Na kituo hiki kinahifadhi takriban wanajeshi 5,000 wa Marekani pamoja na maelfu ya wanajeshi kutoka Falme za Kiarabu. Bandari ya Jebel Al ni mojawapo ya bandari bandia kubwa zaidi duniani na kitovu kikuu cha operation za kijeshi za jeshi la majini la Marekani katika eneo hilo. Tangu mwaka 1979 wakati wa mapinduzi ya Kiislamu kule Iran, Marekani wamekuwa na ufikiaji wa bandari hiyo ambayo inatumika kusambaza vifaa vya kijeshi, kufanya matengenezo ya silaha za kijeshi na kuhudumia meli za kivita za Marekani. Iran ikafanya mashambulizi ya makombora na drone dhidi ya vituo hivyo tangu tarehe 28 na kusababisha uharibifu katika maghala ya mafuta, miundombinu ya bandari na baadhi ya majengo ya kituo cha anga. Hapa naomba nifafanue kidogo tu. Yaani hilo eneo wa Marekani walilitengeneza likawa ni kama bandari. Unajua bandari kazi yake ni kusafiri, yani ni kuingiza pamoja na kutoa mizigo. Ni kama unavyosikia labda kuna bandari ya Dar es Salaam inaingiza na kutoa mizigo. Sasa Marekani ambacho alikifanya katika hiyo bandari za kule United Emirates Arab ni kwamba alienda akajifanya ni kama zinafanya hizo mission, lakini kumbe kazi yake pale ni kazi ya kijeshi. Sasa wa Iran sio wazembe, waliitandika vibaya mno. Twendeni Oman. Marekani Oman, uwepo wa kijeshi hautofautiana sana na ule wa kule Qatar na Falme za Kiarabu. Kwa sababu gani? Pia inahusisha kambi kubwa na za kudumu. Kuna tofauti kati ya temporal, lakini pia kuna tofauti kati ya permanent. Sasa kule Oman
na Qatar na Falme za Kiarabu kuna kambi za kudumu. Badala yake inategemea makubaliano ya matumizi ya miundombinu ambayo yalifikiwa katika miaka ya 80. Marekani wamekuwa wakitumia vituo vya anga vya Rafo Thumrait na Rafo Masirah pamoja na bandari za Duqm Port na Salal Port kwa ajili ya operation za usambazaji, mafunzo na msaada kwa kikosi cha 5 cha majini cha Marekani ambacho kipo katika nchi za Mashariki ya Kati. Mnaelewa Sasa Saudi Arabia na wenyewe wakaingia kwenye mkumbo. Saudi Arabia mnajua kwamba ndiye mshirika mkuu wa Marekani Mashariki ya Kati. Saudi Arabia yenyewe inashiriki katika mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran ikiwa itapata hasara kubwa. Kwa hiyo uwepo wa kijeshi wa Marekani nchini humo unategemea zaidi Prince Sultan Airbase iliyopo takriban kilomita 100 kusini mashariki mwa Riyadh. Kituo hicho kilijengwa mwaka 1982 kwa ajili ya jeshi la anga la Saudi Arabia na kilikuwa na umuhimu mkubwa wakati wa Operation Desert Storm ya mwaka 1991. Marekani baadaye walirejea kutumia kituo hicho mwaka 2019 baada ya mashambulizi ya Houthi movement dhidi ya miundombinu ya makampuni ya mafuta ya Saudi Aramco. Na Irani pia imelenga vituo vya kijeshi nchini Saudi Arabia pamoja na miundombinu ya Aramco kwa makombora ya ballistic na droni za Shahedi 136 na kusababisha uharibifu katika mifumo ya ulinzi ya Patriot, miundombinu ya vituo vya anga pamoja na maeneo ya uzalishaji wa mafuta. Kwa hiyo unapozungumza kuhusu Iran kuwa ni taifa lenye nguvu, ni lazima uzungumze kuhusu hizo takwimu ambazo nimekupa. Watu walianza kusema sasa mbona Iran anaishambulia tena Oman? Mbona Oman alikuwa ni msuluhishi? Mabibi na mabwana, Marekani hawezi akakubali taifa ambalo halifungamani na upande wake kuwa msuluhishi. Oman alikuwa anatumika kama kibaraka wa Marekani katika kupeleleza kujua misimamo ya wa Iran hasa kwenye yale mazungumzo. Na ndio maana mliona mazungumzo kule Oman yalifanyika mara moja tu, kwa sababu wa Iran walijua mtu ambaye anakaa kama mtu wa tatu kwenye mazungumzo anayesimama katikati ni Oman, na Oman ana military base za Marekani katika taifa lake. Kwa hiyo kwa vyovyote vile ni lazima atetee maslahi ya Marekani. Sasa Muiran akawaambia hivi, sitaki tuzungumze tena na Oman, nataka tuende tukazungumzie kule Sweden. Get my point Sasa kwa ujumla hali katika eneo la Mashariki ya Kati inaendelea kuwa tete na itaendelea kuwa tete mpaka zile nchi ambazo nimekutajia hapo ziweze kusema zinafanya vile kwa maslahi ya nani. Kwa hiyo kulenga falme za Ghuba, Iran inalenga kuzishinikiza nchi hizo kuitaka Marekani kusitisha kampeni yake ya kijeshi. Hata hivyo bado haijulikani iwapo Iran inaweza ikajibiwa na majibu makali kutoka katika mataifa hayo ambayo nimekutajia. Ukisikia leo nawaambia, ukisikia Marekani anakuambia ameweka airbase Tanzania au kaweka naval base Tanzania, ujue hiyo sisi hatuna mamlaka nayo. Yaani ujue pale anaenda anaweka hiyo base yake pale, halafu analeta na watu wake, analeta kama ni wanajeshi anawaleta, na mikataba ambayo mnasaini, hamsaini mkataba wa miaka 10, mnasaini mkataba wa kuanzia miaka 100. Anakuambia mimi nitakulinda kwa miaka 100. Kumbe amekuja kuiweka pale kwa maslahi yake binafsi ambayo yeye anayaona. Ukikutana na mtu yoyote yule mkaanza kubishana kuhusu mgogoro wa Iran, Israel pamoja na Marekani, mpe majibu hayo ambayo nimekuambia, na Mwenyezi Mungu awabariki sana insha Allah. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.